kushikilia. Huduma inahitaji waombezi pamoja na watu wa kushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tunashukuru kwa sababu ya neno lako. Na kwa ajili ya yule anayetufuatilia kupitia kwa mtandao, na hata yule anayetusikiza mahali hapa. Tubariki mahali hapa na bariki pamoja na wewe mteule. Waache sifa na utukufu zikurudie. Na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Na kila mmoja aseme amen. Shangilieni Bwana kwa makofi kila mmoja tunapokaribisha huyo anayetufuatilia. Barikiwa sana mteule wa Bwana na ujumbe hii. Ujumbe ni hii, na kama huduma inahitaji waombezi pamoja na watu wa kushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Huduma inahitaji waombezi. Kazi yako tunaifanya inahitaji waombezi. Inahitaji watu kusimama nayo. Kuna viti na kuwa wapendwa. Especially wakati mtu anahudumu. Wakati mtu anaimba. Wakati mtu anafundisha. Wakati mtu anahubiri. Kuna vita huwa inakuwa. Sasa hivi unaweza kukuta kwamba umeamka ukachanganyikiwa. Vile ulikuwa umepanga kuimba, vile ulikuwa umepanga kuhubiri, vile ulikuwa umepanga kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio wakati ambao kazi ya waombezi. Na ndio sababu kuna baadhi ya huduma zingine hata kwa crusade, zingine kwa kanisani, wako ile power room. Unakuta kuna sehemu nyingine kando, kuna wapendwa naomba mathayo. Wakati huyo wanaendelea kuhudumu, kule group nyingine naomba. Bwana asifiwe. Na ile uombezi ambao wanafanya ni ya muhimu sana. Hiyo kuomba kwao ya muhimu. Kwa sababu inapigana na roho zote. Inaweza inuka wakati wa neno, inaweza inuka wakati wa ibada, inaweza inuka wakati wa uimbaji. Tunaendelea kuangalia kuhusu ya kwamba huduma inahitaji waombezi na watu wa kushikilia. Huduma inahitaji waombezi na watu wa kushikilia. Waombezi na watu ambao wanasimama huduma kupitia kwa maombi. Na wale watu wa kushikilia na watu wanasimama huduma kupitia kwa labda mali yao, kupitia kwa bidii zao, kupitia kwa nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 17 mstari mdogo ndio wa 10 hadi 12. Kutoka mlango wa 17 mstari mdogo ndio wa 10 hadi 12. Huduma inahitaji waombezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huduma inahitaji watu kusimama nayo. Sije ni waombezi. Wakati mtu anahudumu, na hizi ndio wazito tuko nazo, inahitaji watu kusimama na wewe. Hata katika mambo, hata hiyo biashara, hata hiyo mahali unakaa, unahitaji watu kusimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mmoja kuna bishop mmoja katika taifa letu ambalo ameheshimiwa sana kwa wakati huu. Na wakati mmoja akaamka kudumu. Na alipoamka kudumu hivi, wakashtukia tu akiwa na huduma akiwa mbele ya watu na microphone ameanguka. Wanashangaa. Sasa si ni wachungaji wengine sasa wanakimbia kwenda kumshikilia mshika. Nini nimefanyika? Na yeye alikuwa mhudumu. Na wanashtukia tu bishop ameanguka. Ndio hiyo Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Tumeshangaa nini nimefanya huyu bishop? Huduma inahitaji waombezi. Huduma inahitaji kushikilia. Wakati mmoja kuna mtumishi mmoja kule maeneo za Ujaluoni, kule maeneo za Kisumu. Maeneo zile beaches ambazo ziko around Lake Victoria. Huyu mtumishi akaleta ujumbe mpaka watu wakafurahia kwa kusema, watu wakabarikiwa. Na alikuwa mzee, alikuwa mtu mzee. Imagine baada ya kuleta ujumbe kiasi hiyo, akaita altar kwa watu wakakuja. Wanashtukia, anatoa nguo, anajisaidia, ajadogo mbele ya watu. Watu wanashaka ni nini bado? Uchungaji wanaenda unamshikilia. Hizi ndio mashambulizi tunazozungumzia. Bwana sifiwe. Na hii ndio sababu huduma inahitaji watu kusimama nacho. Waombezi wanahitaji katika huduma. Unapoona waimbaji wanaimba, unapoona wale wanapiga keyboard, unapoona hao watu wanafundisha, watu wanahubiri, usiwaachilie hivyo. Inahitaji watu kuwashikilia. Inahitaji watu kushikilia. Bwana sifiwe. Kwa sababu hizi mashambulizi zinafanyika upande hii. Hizi mashambulizi zinafanyika kutoka upande hii, zinakuja upande hii. Ni kwa sababu hawataki ujumbe fikie watu. Hawataka watu wasikie kile Mungu alikuwa amekusudia kufanya. Bwana sifiwe. Amen. Angalia katika Kutoka mlango wa 17 mstari wa 10. Kutoka mlango wa 17 mstari wa 10. Biblia inasema Kutoka 17 mstari mdogo wa 10. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. 11. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda.
12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakakwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitengemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona mahali pale vile tumeweza kuisoma. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona mahali pale ya kwamba ilifika mahali Waisraeli walikuwa wanapigana. Na walipokuwa wanapigana mahali pale, tunaona jambo ambalo linafanyika mahali pale ambalo ni muhimu sana. Wakati Waisraeli walikuwa wanapigana na Wameleki. Waisraeli wanapigana na Wameleki. Na kulikuwa na kuhani wakati huo. Kulikuwa na kiongozi wakati huo anaitwa Musa. Bwana asifiwe. Wao wanapigana na kulikuwa na Musa. Na ajabu na Musa ni kwamba akiinua mikono juu, mikono zikiwa juu, Waisraeli wanashinda Wameleki. Lakini akirudisha mkono chini, Wameleki wanashinda Waisraeli. Na kwa sababu unajua mwanadamu mkono haiwezi kaa juu milele, atachoka. Sasa ilihitajika watu kushikilia mkono ndio zikae juu. Kwa sababu zikiwa juu ushindi, zikirudi chini wanashindwa. Zikiwa juu ushindi. Na tunaona watu wawili. Kuna mtu anaitwa Huri. Kuna huyu mtu anaitwa Huri. Pamoja na Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Haruni pamoja na huyu Huri. Hawa watu wawili hawa, Haruni pamoja na huyu Huri, wakiwa wanafanya kazi ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana. Tunaona Haruni pamoja na Huri. Na tunajua kwamba Haruni alikuwa ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipokuwa kuhani ni mtu ambaye anasimama kwa pengo, person who stands in between. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia nyingine, huyu alikuwa anafanya kazi kama ile uombezi, kama intercessory. Na then huyu mwingine Huri pia tunaona msaada wake kama kushikilia. Hao watu wawili walihitajika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji uombezi, tunahitaji partners wao kutoa mali zao. Wanasimama na kazi ya Mungu kupitia kwa mali zao, kupitia kwa pesa zao, kupitia kwa nguvu zao. Na hao watu wawili wanaona role ambao ni play. Wakati waligundua kwamba mikono za Musa zinachoka, akirudisha chini zinachoka, mkono za Musa zinachoka, na akirudisha chini hivi, imagine wale wako vitani, huyu ako huku, lakini mikono hizi zikirudi chini wanashindwa kule vitani. Hizi mikono za huyu ndio zina control vita huko, lakini ya huyu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote Mungu anapopeana kiongozi, huyu kiongozi anahitaji watu kumshikilia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji watu kumshikilia kwa maombi. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilizaa yetu nami pia maeneo za Kisii. Nilikuwa naenda kuhubiri maeneo za Kisii. Na wakati ndio nilikuwa naanza siku naelewa mambo mengi hata mambo ya vita za kiroho. Siku naelewa mambo ya kupigana vita za kiroho, mambo hizi za kiroho sana. Na nakumbuka wakati huo nikazirai na nilijiandaa kuhubiri maeneo za kule Kisii. Bwana asifiwe. Lakini pole nikaanza kujua mbinu za shetani na vile anavyofanya kazi. Na kwa hivyo kile ambacho tunasema ni kwamba huduma inahitaji waombezi pamoja na watu kushikilia. Walipogundua kwamba Musa akichoka tunarudisha mikono chini, wanashindwa. Wakaamua kwamba mmoja anashika mkono pande hii juu, mwingine atashika mkono pande hii juu. Na kwa sababu inafika mahali unachoka, wakaamua kuleta mawe, wakawekelea kwa mawe. Wengine wakawekelea kwa mawe. Bora visiwe juu. Wakawekelea kwa mawe, wengine wakawekelea kwa mawe. Na walipokuwa siku juu hivyo, ushindi wanaendelea kupata ushindi. Wanaendelea kupata ushindi. Kile adui huwa anafanya mara mingi ni kwamba huwa analenga kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu anajua kwamba Mungu anatumia kiongozi. Iwe kuna chochote anataka kupitisha, iwe maono anataka kupitisha, iwe baraka anataka kupitisha, anapitia kupitia kwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio sababu anajua kwamba baada ya kugonga kiongozi, kwa nini yatawanyika? Rais ana kudina kwa ndoo, sababu ameshagonga mle. Na kwa ndio sababu tunahitaji watu wa kushikilia. Angalia katika maisha ya mtu kama Paulo. Na Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameshimiwa sana na alitembea na Mungu kwa njia kubwa sana, lakini alihitaji watu wa kusimama na yeye. Paulo alihitaji watu wa kusimama na yeye. Waefeso mlango wa 6 mstari mdogo wa 19. Baada ya kutaja mambo ya vita ya kiroho pale, akataja mambo ya silaha za kiroho, akataja vita zetu dhidi ya damu na nyama,
Anamalizia katika mstari wa 19. Huduma inahitaji waombezi. Inahitaji watu kusimama nao. Anataja mahali pale. Huduma inahitaji wahuduma hao wanahitaji watu kusimama nao. Nilishuhudia last time kama tulipo kule maeneo za Tanzania. Mtumishi mmoja ambaye alikuwa anaheshima mchungaji. Pia akajikuta amejisaidia kwa Mungu mbele ya watu. Sio jambo la kawaida. Sio tukia kuchekelea kwa sababu naona kwamba hii ni mashambulizi hizi si jambo la kawaida. Kwa huduma inahitaji uombezi. Watu ambao wanapokuja kwa ibada, ni pale unapoingia kwa ibada. Sio kama unapoingia kwa ibada kila mara unahitaji hapa, hapana. Sasa unapoingia kwa ibada, baada ya kuomba mahitaji yako 1, 2, 3. Sasa anza kushikilia ombi, anza kushikilia uimbaji. Anza kushikilia wale programu wa ibada. Anza kushikilia wale ambao utafundisha, wale ambao utahubiri. Anza kushikilia session zote za ibada. Anza kushikilia zile session za ibada. Bwana sifiwe. Baada ya kujiandaa, anza kushikilia session zile ambazo inahusika na ibada. Anza kuguzaguza zile vipengele. Anza kuguzaguza zile vipengele katika maombi yako. Unaanza kuguzaguza zile vipengele katika maombi yako. Bwana sifiwe. Unaanza kuguzaguza zile vipengele, zile sehemu. Nisio kwamba kila mara unapoomba ni maombi yako, hapana. Soma mahali pale katika Waefeso mlango wa 6. Na katika waraka hizo za Paulo utaona anataja kwamba katika maombi yenu hata na mimi nitaji ili nipate kupata ujasiri na ninapofungua kinywa changu mbele za Bwana nikaweza kunena mausia ya Bwana. Anahitaji huduma ya uombezi, anahitaji huduma ya uombezi. Soma Waefeso mlango ikiwa wa 6, mstari ule mdogo ule wa 19. Biblia inasema kitabu cha Waefeso 6 mstari mdogo wa 19. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili 20, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri. Kwa hivyo kuanzia mstari wa 18 ndiye anazungumzia kuhusu maombi. Waombe kila mara, waombe kila aina maombi. Na mstari wa 19 anasema kama pia na mimi mnapoomba mnitaje pia. Mnikumbuke kwa maombi yenu. Sijui wangapi wanakumbuka wachungaji wao. Wanakumbuka wale viongozi wao. Bwana sifiwe. Amen. Changamoto ziko, vita ziko. Unahitaji usimama pamoja nao. Hata kule unapoomba, unataja mchungaji. Unataja hao wachungaji wetu. Unataja viongozi. Unataja ibada. Unataja hiyo ushirika. Unataja mipangilio ambayo unaweza kuwa nacho. Unazitaja kwa sababu gani? Ili Mungu aweze kupeana kibali. Ili Mungu aweze kupeana ushindi mahali pale. Ni kwa sababu ufalme wa giza inainuka. Wanapigana wakati kama huo, sio wakati wa huduma, wakati huduma inapeanwa. Hiyo ndio wakati unajaribu kuleta changamoto. Unajaribu kuleta confusion zote. Unajaribu kuleta hali zote na kutatanisha mtu. Mhubiri mmoja akasema kwamba alikuwa mhubiri nchi fulani. Na alipokuwa mhubiri nchi fulani, akiwa katika ujumbe kwa mzungu, akiwa katika ujumbe, yeye ndugu anahubiri, akashtukia wamama wamekuja kama 10, hawana nguo, wamekuja wote pale. Ayo, wanashindwa ni nini tena? Au ndio kile nani wamekuja tokea wapi? Na wamepita katikati ya wale bila watu kuwaona. Wakashtukia wamefika wakapa pale. Mambo kama anakuja kuchanganya huyu mtumishi wanapohubiri. Lakini akasema kwamba kile kinachomsaidia ni kwamba yeye ako na intercessors. Ako na watu ambao dini hali kama hizo. Lazima mafikira ambayo shetani anazaleta wakati kama huu. Watu na dini wakati kama huu. Uombezi mpendo. Unapoomba, ombea kanisa, inua kanisa mbele za Bwana. Taja kanisa mbele za Bwana. Na kwa Paulo baada ya kufundisha mambo ya vita za kiroho katika Efeso mlango wa 6, akaanzia mstari wa 1, akafika mstari wa 10, akataja vita zote vya damu na nyama. Tunapigana na falme, tunapigana mamlaka, tunapigana wakuu wa giza hili, tunapigana majeshi kutoka baada kule Mungu rohoni. Na anasema tuvae silaha zote za vita. Na anamalizia kusema kwamba katika sala zenu na kuomba, mnapoomba sala zote, hata na mimi mnikumbuke katika maombi. Nasema mnikumbuke hata mimi ninapoomba. Mnikumbuke katika maombi. Angalia kwa Isaya mlango wa 4 mstari wa 3. Huduma inahitaji watu kusimama na katika maombi. Huduma inahitaji watu kusimama nacho katika maombi. Watu kusimama nacho katika maombi. Unaomba, unataja, unainua mtumishi. Unainua mtumishi.
Wakati wote unaona na hudumu na hapo anakohoa, hiyo kikohozi kimetokea wapi? Hapo anakohoa, mbona anakohoa sana? Anakohoa sana. Hii sasa ni wakati mzuri wa upezi. Hata kama hautakuwa na pasu sauti kubwa, lakini unaweza kuomba kimoyomoyo. Unaweza kukimbia kuzivunja kimoyomoyo. Unajua kuna kitu sio sawa. Kuna kitu vile naona sio sawa. Kuna kitu vile naona sio sawa. Mbona naona kama nang'ang'ani ni ujumbe? Mbona naona kama nang'ang'ani ni ulipaji? Hapana, kuna kitu sio sawa. Unaweza kukemea, kuzivunja kimoyomoyo. Unaweza kuzivunja kimoyomoyo. Unaweza kupigana nacho kimoyomoyo. Sababu unajua hii ni vita. Hii si kawaida, hii ni vita na dini nayo. Na njia moja ndio kupitia kwa maombi. Kupitia kwa maombi. Kupitia kwa maombi. Na maombi sio lazima tutapaza sauti kubwa. Ndio wakati mtu anahudumu huwezi paza sauti kubwa, lakini pole pole. Pole pole. Pole pole. Na kuna wakati mmoja, miaka zile za kitabu kidogo, nikawa nimealikwa kwa mkutano kule Menezo Isiolo. Niliponialika Menezo Isiolo, nilikuwa na mapasta karibu 20 waliungana pamoja wakatengeneza mkutano mahali pale. Na walipotengeneza mkutano mahali pale, hiyo kusema ilianza siku ya AWS na Thursday mpaka Sunday. Na ubiri la chawa crusade na ubiri revival. Hizo siku ya kwanza nakumbuka vizuri. Na tulikuwa na dada wetu Dibora. Yule dada wetu Dibora kutoka hapa. Siku ya kwanza baada ya kudumu hivi, ilipofika saa 3 nimemaliza. Nikawa namueleza pamoja na yule pastor board, tulikuwa na pastor board pia huko. Tulikuwa pamoja nao karibu. Huyo dada ndiye naye pamoja na yule pastor huko. Nikamwambia nimechoka, sasa sijawahi choka duniani. Wanasema ndio nini? Akasema nimechoka kiasi nisiwezi kaa chini. Na nimechoka kiasi nisiwezi simama. Na nimechoka kiasi nisitaki kulala. Hai, wananiambia hiyo choka, nikamwambia sitaki kukaa chini, sitaki kusimama, na sitaki kulala. Nasikia vibaya sana. Nimechoka, nasikia vibaya, sijawahi sikia hivi. Huyu hata wanasema hizi muda unimhubiri sehemu zile zingine. Kusahau si mara ya kwanza. Nimekuwa nimechoka nje hiyo. Nikamwambia ile uchovu nimekutana siwezi endeleza. Nimechoka sasa nyingine basi. Sitaki kusimama, sitaki kukaa, na sitaki kulala. Nasikia nimechoka vibaya. Bwana sifiwe. Amen. Usiku nikaamka nikaomba. Kesho yake nikasikia niko sawa. Hiyo siku ya nyingine nikawa niko sawa. Siku ya mwisho kwa mkutano wakiwa wanaleta na gari kwa crusade sasa. Ila chao tulikuwa tumeshamaliza, ninarudishwa mahali nilikuwa nimewekwa, nilikuwa nalala. Sitoki pale, natulia tu pale. Ukifika basi nakuja kuchukuliwa na gari. Sasa nikakuja kuchukuliwa na gari. Kufika pale kwa crusade siku ya mwisho. Nikahudumu, na baada ya kuhudumu nikaomba, na baada ya kuomba wengine wakafanywa deliverance hapo. Sasa baada ya hapo wengine wakashuhudia. Sasa nikarudishwa kwa gari. Na ninaporudishwa kwa gari pale, ninapelekwa kwa kuna kanisa walikuwa wanafanyia revival. Ninarudishwa kwa ile kanisa sasa, mahali kufanya revival. Na pale wataimba, baada ya kuimba, kuabudu na kusifu, nikiingizwa neno, naenda tena kufundisha neno la mwisho pale. Hiyo siku wakati nimeshaingizwa kwa gari, wamefunga mlango, hawataki kutuona karibia sasa hapa. Sasa kulikuwa na dada mmoja kuna bag. Huyu dada akawa anaongea na mchungaji mwingine karibu na hapo. Wachungaji wamezingira hiyo gari. Akawa anaongea na mimi nikiwa ndani naona. Wanaongea na huyu mchungaji. Sasa huyu mchungaji ananiambia huyu dada ni kama haeleweki. Nikamwambia nini? Huyu dada anasema hii bag alikuwa anaenda nayo, alikuwa amekuja town, alikuwa anaenda safari mbele kwao. Na vile amekuja akaenda akachukua gari, na ndio hiyo amekuja kukusanya gari. Na gari yake kwa si gari hapa, mimi naenda Meru. Wewe unaongea nini? Usikuelewi, unasema ulikuwa unaenda Meru. Ukaenda na bag, lakini na kwaje bag yako kuna kusema. Mimi nilikuwa naenda Meru, mimi naenda Meru. Na baada hapa bag gani? Tena nashangana. Nataka heshima tu, ukiona hata mwili vile nakaa. Na bagi unasema unasemaje? Sasa wakati wakamwachilia kidogo, mchungaji akakuja mwingine na ndugu mmoja kwa mkunje kabisa kumpewi. Na kagonga akasema huyu ndugu alikuwa anataka kuongea na ndugu wako na kamba, hii kamba tu ya makonge, hii ya ng'ombe. Kuna hii kamba. Nasema huyu ndugu alikuwa anataka kujinyonga. Lakini vile amekuja hapa hajaenda kujinyonga. Sasa amekuja ndio alikuwa anataka kuongea na wewe. Sasa akasema basi tumingize kwa gari na tukakaa naye. Tena yule mchungaji pia akaingia. Na driver akaingia tukaenda. Sasa tulipofika pale wameshapanga huko wanaendelea kuhudumu.
Ndio masaa ifike ndio kuja nichukuliwe. Sasa huyu mchungaji ambaye tulikuwa na ndani ya gari kanambia, wacha huyu ndugu tuende na yeye nipatie kitu akule kwanza ndio baadaye akuje uongee na yeye kwa sababu inaonekana kuwiki sana ndugu. Akaenda na yeye akaniacha mimi naendelea kuomba na kutafakari neno pole pole. Nikaona kidogo huyu mchungaji amerudi mbio. Amerudi mbio na anambia, "Sikuwa kidogo tumishi." Nikafungua akasema, "Ni nini?" Yule ndugu amenichanganya. Mwenye tumeenda naye kauliza nini? Umbe usimeenda naye pale, nikamwambia nini unataka nikupatie kule? Chochote unataka. Na akaniambia mimi sitaki chochote. Na akasema ndio nini? Kwa sababu umekula kwanza ndio baadaye muende muongee na mchungaji pale. Akasema shida yangu ni mimi sikulani, huwa sikuli. Hizo vitu nataka nipatie mimi huwa sikuli. Sasa ndio anauliza huyu anakutaka atia kulani. Yeye kwani anakula nini? Mimi nikajua ni temberushi pale kaambia yeye kuite. Ndio nitakuja. Sasa wakakuja na yeye. Sasa wakati tuko na yeye na mchungaji atatoa koti yake alikuwa na shati. Huyu ndugu alikuwa na shati tu. Hata mchungaji alikuwa ametoa koti akampatia ndiye alikuwa amevaa. Sasa wakati tuko na yeye mchungaji amekaa kando, mimi kando yake katikati kwa gari. Sasa nikaanza kumhoji ulikuwa unakuja kufanya nini? Akasema mimi nilikuwa nakuja kujinyonga, lakini mimi nimekuja hapa kwa crusade. Sikuwa kujinyonga. Nikamuuliza baada ya pili, kulikuwa unakuja kufanya nini hapa? Akasema mimi nilikuwa naenda kujinyonga. Na vile nimekuja kwa hii crusade, sijaenda kujinyonga. Nikamwambia tu, hii ni mara ya mwisho mimi nakuuliza. Ujieleze vizuri nikusaidie au ukose kujieleza unajua kama hauna msaada wewe. Wewe unakuja kwa mission, mimi nimeshakujua. Wewe mambo yako hukuja kujinyonga hiyo. Wewe unakuja kwa mission hapa. Na umeshindwa mission yako. Na kwa hivyo usipojieleza vizuri tu kama ukipigwa kwa shetani hakuna msamaha, wewe utamuua. Na akaangalia chini na akaangalia na kainuka kichwa hivi. Na akaniangalia akasema nilikuwa nimekujia wewe. Yule mchungaji akamwangalia tena akaanza kuogopa na songa kando. Akasema nilikuwa nimekujia wewe. Na akasema ulikuwa umekujia jioni. Na akasema hii mkutano vile ilifanyika hata nilikuwa nimepangwa tulikuwa tumejua. Kabla wewe umetoka wapi? Akasema sisi mimi kwetu ni Nyahururu. Na nilikuwa nimesoma nikapita nilikuwa ni ile ile university kwa sababu nilipata B+ na ile ile university. Na wakati huo kule Nyahururu nikapata kwao ilikuwa Noranga, kwao ni Noranga lakini alipata kazi kidogo ya insurance hapa Nyahururu. Na nilipokuwa nimepata hiyo kazi ya insurance ya Nyahururu akapata transfer akapelekwa Nairobi. Kama wale wangoja wakati fike aende university. Walipokuwa Nairobi pale siku moja wakapelekwa tu Mombasa. Walipopelekwa tu Mombasa mama mmoja akamwambia si tutaenda kwa kanisa letu saa 6 usiku. Akasema saa 6 usiku ndio walipoweka kwa hoteli nzuri. Akasema mimi kanisa saa 6 usiku siwezi hadi ile mapepo siwezi hela. Siwezi hela. Ninafikiri unasema mchana usiku siwezi hela. Nasema huyu mama pia kuliko anafanya naye. Mimi siwezi hela kwa hiyo kanisa saa usiku. Na baadaye akamwambia akasema eneo alimfanya namna gani? Akamwambia tutembee karibu na ufuo wa bahari pale. Na wakati hiyo tayari imeangalia kabisa bahari. So ndipo toka hivi kutembea kidogo hivi. Huyu mama akakaa na akatega miguu hivi. Na akatamka maneno mengine ambayo haelewi na kuja kama Kiarabu. Maneno msio Kiswahili. Na akaona bahari imefunguka hivi. Wakaingia ndani. Na kuingia huko ndani sasa akaanza kuchimba tokaji. Na anaona huyu mama na hivyo aliingizwa kwa njia hapo na story mrefu. Sasa kutokea pale akasema alikuwa amefanya hizo uangamizi mingi akifanya. So akasema kwamba siku hiyo mkutano ilianza. Kuna wale mapepo walikuwa wametumwa hapa. Na walikushambulia vizuri sana siku ya kwanza. Ndio nikamwona sasa nilichoka bila kuelewa, siwezi lala na siwezi kaa. Akasema ulishambuliwa mara ya kwanza hapa. Ulishambuliwa ukashinda mara ya kwanza. Siku ya pili ukashambuliwa ukashinda. Siku ya tatu ukashambuliwa ukashinda. Sasa akasema yeye alikuwa Tanzania. Wakamwita kutoka Tanzania akapelekwa baharini Mombasa. Akatengenezwa na kuongezwa nguvu zingine zaidi. Na akakuja. Akasema mimi nilifika saa 9 mchana nilikuwa nimefika. Na nilipofika nilisimama mahali pa kuangalia madhabahu ile direct pale. Mahali pengine. Na kuna mama yule ambaye alikuwa anaona mmoja. Na anasema alikuwa anaenda mbele na anachanganyikiwa. Huyo pia alikuwa mmoja. Pia alishikwa. Nguvu yake pia ilisha. Na zingine sita zilikuwa na mapepo huwezi ona na macho. So mimi na huyo tulikuwa watu wanaonekana na macho lakini mapepo huwezi ona na macho. Sasa wakati kabla hajaletwa, nilichoma speaker, akasema nilichoma speaker. Nikauliza speaker ndio. Wakati speaker nilipoka nikawaka moto hapa mbele ya watu. Kabla hajaletwa. Sasa nilichoma speaker.
kabla hajaletwa. Na akasema tena, si watu walikuwa wamepewa bahasha wakawa wameleta siku ya mwisho kwa crusade. Hata mimi nilipewa 500 kutoka huko baharini. Nikuje naye. Na 500 nilikuwa nikikupatia hivi. Utachanganyikiwa uone kizunguzuku wakuke chini. Na ukianguka hivi, hawa wachungaji wanaita ambulance kuja kukubeba. Wakita tu ambulance kuja kukubeba. Nikishika tu mkono nikifanya nitakuwa na kunyonga. Kitabu kufikisha hospitali nitakuwa nimeshakuua. Na nikikumalizana na wewe hivi, hawa wachungaji ilikuwa niwaangushe kama vile unaona ndovu inaangusha miti. Moja kwa moja hawa pia. Hawa ningedii nao vibaya sana, lakini wewe ulikuwa kuelewa. Sasa akasema wakati ulifikishwa hivi, na tulikuwa na akasema mimi nilikuwa nimekujua. Sema kwa hiyo unajua ni gani? Akasema mtu yote amesimama vizuri. Picha zake zinatokea kwa mkutano uko bahari. Anaambia unaona fulani huyu. Sasa akasema picha zako zinatokea hapa huko tunakujua. Mimi nilikuwa nakujua. Hata wakati tulifika hapa kama jalendo nilikuwa najua huko hapa. Kwa nimeangalia huko. Sasa wakati uliweka hivi tukasemezana wenyewe. Akasema hivyo kajamaa ameletwa. Akasema kajamaa ameshafikishwa. Kajamaa amefikwa. Leo tunakabiliana na kajamaa. Sasa akasema wakati kabla hujafika hapa, wakati wale wanaimba, wanafanya kila kitu, tunaona tu wanaimba kwa madhabahu. Lakini wakati ulipanda juu, madhabahu ilianza kuwaka moto. Sasa tunasema kajamaa waka moto. Kajamaa kana waka moto. Lakini tulipewa instruction kama kajamaa uchungane naye, usikaribie kajamaa karibu. Kajamaa ni hatari. Unamshambulia kwa mbali, usimkaribie karibu. Sasa akasema wakati nilileta tu hiyo 500, ilikuwa 500 kuja kuweke kwa mkono, ndio uchanganyikiwe, uanguke. Wakati ulileta hivi, wakati ulianguka tu mahali penye huko, ndio nilianguka pale, nilichanganyikiwa nikaanza kupiga nduru hapo ninaanguka. Na hii si kamba. Na hata ilikuwa na kitu kama simu, akasema hii si simu, hii ni mawasiliano na baharini. So wakati nilianguka nikajua nguvu imeisha, nikajaribu kufinya, hakuna mawasiliano. Nikajaribu kufanya, hakuna mawasiliano. Na akasema hata wewe uko unajua, lakini ile presence unatembea nayo ndio nikamata. Bwana sifiwe. Na kwa tunajaribu kuleta ushindani kwa sababu gani mpendwa? Ili kusaidia kuelewa kwamba hawa watumishi wako katika changamoto, wako katika vita. Wanapohudumu kuna vita. Wanahitaji watu kusimama pamoja na wao. Angalia kwa Kolosai. Wa Kolosai. Na kwa tukamwambia huyo ndugu, baada ya kumwambia pale, nikamwambia umletee maji akakunywa. Na akasema baada ya muda akasema nataka kwenda kujisaidia. Akasema yeye ndani choo. Sasa mimi siwezi hata choo, siwezi choo. Na hata kukunywa kitu siwezi kunywa hizi maji. Mimi natumia damu ya mtu na nyama ya mtu pekee yake. Na baadaye hiyo siku nakumbuka akapewa chakula akakula. Bwana sifiwe. Mungu ni mwaminifu. Tunapohudumu wapendwa, kuna changamoto zinatokea. Unaona confusion inatokea kwa vyombo, confusion inatokea mahali fulani. Hii si kawaida, usichukulie ni kawaida. Hii usichukulie ni kawaida. Kuna jambo linafanyika. Na kumbuka wakati mwingine tulipokuwa kule maeneo za kuna maeneo tulidumu pale tukiwa pamoja na ndugu wetu Tito pamoja na Pastor Christine. Kuna ile maeneo tulienda kusema kule maeneo za Western. Nigeria, kuna maeneo Nigeria. Siku ya pili ilikuwa siku tulianza Friday, siku ya Saturday. Kuna watoto kuna kule kiko pale. Kuna wale students walitoka kule wakakuja. Na walikuwa nzuri sana. Wakiwa wana praise, wanapiga piano. Mpaka sasa Tito akamwachia wao wanapiga piano. Tulipoenda kwa kuseti wakashika piano. Kwa kuseti wao hiyo siku ya pili wao wakachukua piano. Walipochukua piano sasa vitu tunachomeka sauti haitoki. Hivi vitu ni nini bana? Sauti haitoki, imekataa. Tumejaribu sauti haitoki. Microphone inaongea hivi lakini unasikia tukiwa hapo. Haitoki. Mchungaji walikuwa hapo walikuwa wanashangaa ni nini baya sasa. Mama mmoja alikuwa na petrol pale akaniambia hii soka iko vizuri. Hapa haikuwa vizuri. Nikamwambia kama iko vizuri tumekuja na dawa yake. Hii itapatikana suluhisho hii soka. Bwana sifiwe. Mama itendi vizuri. Wanajaribu kupiga hiyo pia lakini mama haijeli vizuri, sauti haitoki. Wanajaribu kuangaliza ikitengenezwa ikimalizwa stima imeanguka. Stima imepotea. Stima kirudi kitu fulani. Nikamwambia Tito, nataka wewe uchike piano. Ni hao watu wa kweli nikabidi mwende tokeni watu wetu washike hizo vitu. Watu wetu pekee yake mshike hizo vitu, kila mtu akae kando. Kila mtu akae kando, watu wetu wenye na pekee yake mshike hizo vitu. Sauti ikalipuka. Sauti iko sawa. Worship ndio hii imeshika. Kila kitu ndio hii inaendelea. Wale wachungaji wananiita kando wananiambia umefanyaje? Kidogo wale wajumba nao wadada wakaenda, wakaenda. Walikasirika wakaenda. Lakini sasa tukapata breakthrough, nikajua katikati yao kuna majenti hawa. Kulikuwa na majenti katikati yao. Na walikuwa tena wanatega nyani baada.
ilikuwa shida. Bwana sifiwe. Tunahitaji waombezi. Soma pale. Wakolosai mlango wa 4 mstari mdogo wa 3. Biblia inasema kitabu cha Wakolosai 4 mstari wa 3, mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Paulo anaambia wale wapendwa wale Wakolosai kama hata na sisi mtuombee ili Mungu atufungulie milango. Na Mungu atuwezeshe tukaweza kunena siri hii ambayo imejificha. Mungu atupatie tukaweza kunena mafunuo. Sio kwamba tunaimba tu ama tunahubiri tu, hapana. Tunaleta kitu ambacho kinagusa mbingu. Kitu ambacho ni mbingu yenyewe inashuka, inajitukuza. Inahitaji maombezi. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa na watu ambao alikuwa na wanafunzi 12. Wale wanafunzi 12. Wengine wao wakina Yohana, wakina Petero, wakina Andrea. Those 3 beloved apostles ambao walikuwa karibu na wale. Walikuwa intercessors. Wanapoenda milimani, hata kule kwenye shamba la Gethsemane walipoenda kuomba pale. Unaona nenda na wanafunzi watatu, kwa sababu hawa ni intercessors wanasimama na yeye. Hawa ni watu wanasimama na yeye. Hawa ni watu wanasimama na yeye kwa maombi. 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 Huduma inahitaji waombezi. Na huduma pia inahitaji watu wa kukushikilia, watu wa kukutia moyo, watu wa kukuhimiza. Watu wanakuambia kwamba hapana. Dada, hata kama jaribu leo nikashindikana, dada unaweza. Ndugu wewe unaweza. Hata mimi naona mimi sina sauti ya kuimba. Unaweza. Inaweza kuhubiri siwezi. Wewe unaweza. Unahitaji watu kukutia moyo, watu wanakuelea mazuri, wanakukushikilia, wanakukuhimiza. Unakwambia pale unaweza. Unaweza. Wewe unaweza. Unaweza mpendwa, unaweza. Unaweza. Bwana sifiwe. Angalia katika Luka mlango wa 8 mstari wa kwanza na 2 hadi wa 3. Kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Watu waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao walikuwa wamejua kama atavaa nini, atalala wapi, atatembea wapi. Huduma inahitaji watu hao. Huduma inahitaji waombezi. Huduma inahitaji watu wa kushikilia na mali zao. Huduma inahitaji wale watu ambao wanapiga mdomo tu, kitu kidogo na criticize, kitu kidogo wanasema hapana, wanasema hapana. Ni watu wale wanaangalia downfall, wanaangalia udhaifu, wanaangalia vile wataibisha huyo kila mara. Wanaangalia watu kama hao hawezi saidia. Huduma inahitaji watu ambao wanasimama na mtumishi kwa maombi. Wanasimama nao viongozi kwa maombi. Hao viongozi wa kanisa wanahitaji watu kusimama nao kwa maombi. Hao viongozi wetu wa kanisa wanahitaji watu kusimama nao kwa maombi. Ni mkutano inapotangazwa, ni kusema tunaelekea mahali fulani. Ni mkutano, ni conference tunaenda kufanya. Ni vipago tunaenda kufanya. Inahitaji waombezi wanachukulia sasa. Waombezi wanachukulia sasa tutaomba. Kwa sababu hiyo revival ambayo imetangazwa. Kwa sababu hiyo mkutano ambayo imetangazwa. Waombezi ni watu ambao wako na list. Anaangalia ni mbona mchungaji alitangaza kitu fulani hivi mbele ya watu na hii kutimia. Ni nini inaweza kuwa ilifanyika? Waombezi wanaanza kuomba sasa. Wanaanza kuomba. Ni nini inaweza kuwa ilizuia hiyo kitu? Nini inaweza kuwa ilizuia hiyo kitu? Mbona ikufanyika? Mbona hiyo kitu ikufanyika? Waombezi sasa anasema nitaomba, nitafunga, nitajinyima kwa sababu hiyo jambo. Hiyo jambo mchungaji alitangaza hili kufanyika. Nataka kuombea hiyo jambo pakifanyike. Nataka kuombea hiyo jambo pakifanyike. Nataka kuombea hiyo jambo pakifanyike. Waombezi kazi yao. Na tunaona hawa mama walimhudumia Yesu na mali yao. Walimhudumia Yesu na mali yao. Ibrahimu ambaye ni baba yetu wa imani alikuwa na wanajeshi watu 318 walikuwa wanaishi kwake. Bwana asifiwe. Amen. Hawa ni watu walikuwa wanashikilia 318 watu kama intercessors. Kama watu kushikilia watu 318 si mchezo, watu wengi sana. 318 walikuwa wanamshikilia Ibrahimu. Na kwa mnaposikia kama anaitwa baba wa imani, hapo peke yake kulikuwa na timu kubwa ilikuwa inafanyika pale. Unaposikia mtu Mungu anamtumia kwa njia kubwa, haikuwa ni huyo mtu peke yake. Hiyo ni timu kubwa. Ijapokuwa unaweza kuwa unamuona mtu mmoja, lakini tunajua kama behind huyo mtu mmoja kuna watu wengi sana hapo. Kuna watu wako hapo wengi sana. Mpaka wengine waonekana, lakini wako wengi sana. Ndio wanatenda hiyo kazi. Haitendi na mtu mmoja. Na kwa hiyo huduma inahitaji hawa watu. Inahitaji waombezi, inahitaji watu kusimama nayo. Na hawa watu wawili wanapokuwa katika huduma, hawa watu wawili wakina Haruni
ambaye alikuwa ndugu yake Musa, Haruni akiwa kuhani. Haruni anawakilisha ombezi. Na tunaona Huri mahali pale ambao anawakilisha hao partners watu wakisimama naye na mali yao. Huri. Hawa watu wawili ni muhimu sana katika huduma. Hawa watu walishikilia Musa. Mikono ya Musa ilibaki imara, iko juu. Mikono ya Musa ilibaki imara. Hawa watu waliposikia, unaposikia kuna funuo yoyote, wanadini nao katika maombi. If Mungu anapotasikia kuhusu kanisa letu, kuhusu mchungaji wetu, kuhusu kiongozi fulani, hawa wanaanza kudini nao kwa maombi. Watakuwa kudini nao kwa maombi. Lakini Mungu anawafunulia zaidi. Lakini wanaendelea kuomba wakiharibu, wakikansel, wakiendelea kuharibu mpaka baadaye itimie. Ifanyike vile Mungu alikuwa amekusudia. Na kwa hawa watu wawili ni watu ambao ni muhimu sana. Na kumbuka kwamba katika Biblia unapoangalia katika Petro, unapomalizia na Petro, inatuambia kwamba hii huduma tumepewa. Hii huduma umepewa, hii huduma tumepewa. Na kama we are priests and kings. Inasema kwamba we are priests and kings. Wewe pamoja na mimi. Sisi ni makuhani, sisi ni wafalme. We are priests and kings. Sisi ni makuhani na sisi ni wafalme. Na kwa hiyo ujua kwamba wewe na mimi si mtu wa kawaida. 2:9 soma kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari mdogo wa 9. Biblia inasema Petro wa kwanza 2. We are a chosen generation. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Wewe pamoja na mimi intercessors. Sisi ni waombezi. We are priests. Kazi ya kuhani ni kusimama in between. Intercessor ni mtu ambaye anasimama kwa niaba ya katikati, mtu anasimama na kama katikati ya hii pulpit na hapa katikati ya hii pulpit na hii ukuta unakuja. Mwombezi huwa anakuwa katikati hapo. Katikati ya pulpit na hii ukuta. Katikati ya Mungu na wanadamu, mwombezi anaingia katikati. Anasema Mungu, inaweza kuwa labda amefanya, inaweza kuwa labda hastahili, anastahili atibiwe, lakini kwa niaba yake Mungu ninalia kwa niaba yake, kwa niaba huyo mama, kwa niaba ni kwenda amenyang'anya mtu mume, ni kwenda amenyang'anya mtu bibi, ni kwenda aliibia watu, ni kwenda amefanya kile uovu, lakini kwa niaba yake Mungu nimesimama. Mungu mhurumie, Mungu mpe nafasi nyingine tena. Usimnyang'anye nguvu zako, usimnyang'anye kibali chako, usimnyang'anye Roho Mtakatifu. Bwana mpe tena kibali, Bwana mtumie tena. Bwana sifiwe. Amen. Intercessor. Biblia inasema kwamba sisi ni uzao mteule. Sisi ni makuhani. Wewe ni kuhani. Sijui lini uliwaiombea mwingine. Ni nini ushawaiombea mwingine? Usema kwamba leo nenda mbele za Bwana, sio kwa sababu yangu, ni kwa sababu ya mtu mwingine. Umeitwa kusimama kwa pepo kwa niaba ya mtu mwingine. Sisi ni uzao mteule. Rudia kusoma. Sisi ni uzao. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari mdogo wa 9. Hapo tunamaliza nayo. Biblia inasema basi ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Ni sawa. Inasema kwamba sisi ni makuhani. Lakini inasema kwamba sisi ni nini? Ni wafalme tena. We are kings and priests. Priest, tunafanya kazi ya kikuhani. Kazi ya kikuhani, tunahudumu kanisani, uimbaji, maombi, kuhubiri, kufundisha. Na the kings, tunafanya zile kazi ambayo ina support ile kazi ya Mungu. You support his work. Mimi ni mfanya biashara. Pamoja na hiyo, ninatawala ufalme ile ya kibiashara, lakini nasimama na kazi ya Mungu. Na hiyo, na kunahitajika wewe kama Mkristo ufanye hizo mbili. Wewe usimame kwa maombi, usifanye mambo ya huduma, kuimba, kuabudu, kusifu, kuomba, kufanya nini, kuhubiri, na pia usimame na kazi ya Mungu. Umebarikiwa hizo area mbili. You are kings, you are also priests. Bwana asifiwe. Amen. Baba, tunashukuru tena kwa sababu ya mtazamaji wetu. Na asante vile umenena na kanisa lako, na vile umenena pamoja na mtazamaji wetu. Sifa na utukufu hata sikurudie. Na hata kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya ibada hii. Tawala mahali hapo, utawale. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Shangilia Bwana kila mmoja.